ukosefu wa ufahamu wa nini, wa jambo, ndio maana yake ujinga. Kwa hiyo elimu itakapokuwa imepotea, watu wametoroka kuisoma dini yao, kinachotawala nini? Ni ukosefu wa kuifahamu dini. Na hii ni moja ya alama zinazomvuta Dajjali wakati wake kurubia. Walfitani walbid'a, na pale zinapokithiri fitna, bimaana vita. Nini vita? Saa hii kila kona ya dunia kuna nini? Fujo, mauaji na mambo ya bid'a, mambo ambayo Mtume hakuyafundisha kwenye dini. Wadhiqul aishi, na ugumu wa maisha. Unapozidi ugumu wa maisha ni moja ya alama za kukurubia kwa nani? Dajjal. Walioishi miaka ile ya pale nyuma 2000 kamili kurudi huko nyuma, 2000 kamili kurudi wapi? Na sisi tunaishi saa hii, maisha mepesa yako wapi? Tulikuwa tukipita barabarani tukiwa watoto wadogo, hata tomato unazipata umeme wapi? Kwenye njia zile zitwa nini, tindi zile, ilikuwa ni kitu za kawaida. Mchicha sio mboga ya kupandwa na kuuzwa, ilikuwa ni mboga na mea yenyewe. Mnavu ni mboga na mea yenyewe, si ndivyo? Saa hii mnanunua mnavu, mnunui hata futo la uzwa Likoni, hata mchunga, na kwenye shamba haku dhiqul aish. Maisha ya nini? Saa hii unapata kwamba nyakati hizo tukiwa vitoto vidogo, miaka 2000, unakula mapera mpaka ukienda kwenye haja kule unamea na mpera. Saa hii inamea ama shaka mniona hiyo mpera mmea shondeli lito mpera, si ndio? Wengine mapeshe lakini saa hii ile mbegu yako ya halali haiyoti mpaka zile zao zilizotengeneza zile nini, GMO, si ndio? Na ukipandiza zako za kinyumbani nyumbani hazizai, mpaka upande mbegu ya plastiki tu Kwa ndugu zangu, yote hii ni maandalizi ya nani? Dajjal. Leo samaki wa kutengenezwa, mayai mpaka tengenezwe, kuku mpaka itengenezwe. Yaani unashangaa eti huku Vinyunduni mtu anakula kuku ile ya broiler, eti ananunua kuku ile ya kufugwa, badala yeye anunue kuku yake ya nyumbani. Hivi kweli sisi iko hapa kwa kichwa kweli akili? Mtu ambaye uko mashambani unakulaje kuku taira? Unanunuaje yai taira? Yai ambalo kilo unatoka vijipu, si ndivyo? Au kuku ambaye anakaa ukishamweka hapa, nenda safari zako tulimpatia hapa hapa, aenuki, anaenuka. Lakini wale wetu tunaacha tu kwa shamba hivi mpaka kwanza kutoe jasho, ama msubiri ngenda na nini ya nyumba. Lakini zile kutaira hizo haziondoki, hakuna pale zinaenda. Mwenzake anakatwa kichwa hapa, yuko hapo hapo, kata ubagi. Mimi naogopa hata kulishika kule, kumshika hivi vile lilivyo, hata una mchafu najis. Inakuwaje Muislamu kule kuku hiyo? Na ndio la kushangaza, utapata Waislamu wapanga foleni huko feri huko, tena akapanga foleni kwa asiye kwa Muislamu. Siku moja napita kwenye kichochoro fulani, kuna fugwa hizo makuku. Kuna mwanamke pale, zile kuku bado nzima zimejazwa kwenye beseni. Anatoa pale kwenye beseni, bado na kichwa chake, kichwa kwenye sufuria maji ya moto kwenye jua jiko, bado ni nzima. Anashika mabawa, anazamisha kichwa kwenye nini, maji yanotokota, kisha anatupa kule kando kule. Mwingine kula anapaswa tayari. Na ndio hiyo utapata Waislamu mpanga vibuibui kwenye barabara ananunua. Wakati Allah anakataza wala taakulu Suratul Maida, hiyo nimetaja sana vitu hivyo. Tunakatazwa kwamba tusile
mnyama yoyote isipokuwa yule aliyetajwa jina nani? Na Allah. Sasa leo kazamishwa kile kichwa mzima wazima hapo natupa huko. Hii ndio maisha tuko nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, Dajjal ni kiumbe ambaye Mtume alayhi salatu wassalam alimzungumzia kwa urefu sana zaidi ya manabii wote, na kutokezea kwake miongoni mwa ishara ya kwanza ni kupotea kwa ilmu ya dini. Leo tunapotazama namna tunavyosukuma watoto wetu kwenye masala ya shule ni tofauti na nini? Na madrasa. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Kwa hiyo hii ni moja ya alama ya kukurubia kwa bwana nani? Dajjal. Na maisha kuwa magumu, tukapiga mfano uliokuwa hai, walioishi miaka hiyo ya nyuma wanapata tofauti kubwa na maisha yetu leo, kubwa sana. Imefikia pahali sasa hata kule kula chakula zama hizo, babu yuko nyanya yuko, ulikuwa utoke tandika jamvi wapi? Nje. Jamvi wapi? Watu wakila nje, si mchana, si jioni, si asubuhi, nje. Sasa hii iko nyumba hiyo. Kwa nini haiko? Kwa sababu mkate mmoja watu kila moja silesi mbili kama boarding. Si hivyo? Yaani mtu uko nyumbani lakini nyumbani kwao na boarding ni sawa zote. Sawaun mahyahum matu. Yani sawa sawa uhai wao na kufa kwao. Hakuna tofauti ya kufa na kubaki duniani. Kwa hakuna tofauti ya jela na wapi? Na nyumbani. Saa hii hakuna tofauti ya mfungwa na aliyoko wapi? Hamna tofauti. Tena fadhali mfungwa atatoa chakula bure kule. Wewe pa ukende bio huko. Kwa sababu hakipo. Walmajaatun, na njaa itakuja iwe nyingi. Sasa hivi njaa nyingi, yaani serikali ikiziba huku kunatoboka, ikiziba huku kule kunatoboka. Kwa hivyo njaa ikisema ilete miundombinu ya maji, stima hakuna, stima turekebisha, maji hakuna. Yaani hata serikali yenyewe itatizia, sijui tuweke barabara, sijui tuweke stima, sisi intaha alqadhiya. Njaa sasa haijui irekebishe kwenye kilimo, wala ilete usalama, wala ilete umeme, wala ndio unapata mara umeme unaleta ushindikana, wanakimbilia elimu ishindikana, wanakimbilia barabara, basi zingoma kwenye madaraja, ili mradi ile tabu ya maisha ipatikane. Na yote hii ni kwa sababu dini zimetupwa. Dini imefanya nini? Wa kuthratul kufari wa ghilbatihim, na miongoni mwa ishara za ujio wa Dajjal na kufika kwake ni makafiri kuwa wengi, idadi ya makafiri kuzidi na kushinda kwao, yaani wamezidi alafu wanatushinda. Simeeleweka hii? Yaani mkingiano msewa mnafagiwa. Wametushinda sio kwenye elimu, wametushinda sio kwenye biashara, wametushinda sio kwenye maisha. Kila kona wametushinda. Ukija kwenye madaktari hatupo, tukija kwenye elimu hatupo, tukija kwenye uinjinia hatupo, tukija kwenye sijui nini, yaani sekta zote zinafanya nini? Sufuri sisi. Kwa hiyo kule kwamba ukafiri unazidi kunenepa, na sisi Waislamu ndio sisi tulivyokuwa wavivu. Yaani leo eti kikao kiko hapa kinazungumziwa hadithi za Mtume, alafu eti kuna mtu bado yuko busy na shughuli zake tu hapa na ajui chochote. Anasubiri nini? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turjaun. Muhammad sema atakufisheni malaika mtoa roho wa mauti. Hiyo ndio inasubiriwa.
hal yandhuruna illa an ya'tiyahum Allah, je, kuna kitu watu wanangoja zaidi kwamba nasubiri Allah awajie? Fi dhulalin minas sama, kwenye zivuli za dunia za mbingu. Yani kinachosubiriwa, watu wanasubiri kiyama, huyu Allah amekuja malaika zake atusafan. Hiyo ndio nangoja tu, kwa sababu kama kuswali hutaki, kusoma dini hutaki, kufunga hutaki, kusukuma dini mbele hutaki, usubiri nini? Kufa. Sasa kaa ufa. Hautaki kusoma dini yako, hautaki kuswali, mambo na Uislamu, na wewe ni mtu na mke wake, hamkai karibu, yani kama vile mtu na mkwe wake. Ukienda kule kwa mkeo ulikooa, wewe unachukua kitu ukajivutia kule peke yako, ukishasalimia watoto tafuta pale ukajiti peke yako kule. Utaki kwa mbele za nani? Za wako, si ndivyo? Sasa ile Uislamu umefikia hapo. Mtu anopita msikiti kama vile amepita jahannam mbio, hataki kujua na alasiri, hataki kujua na dhuhuri, hataki kujua na asr, hataki kujua msikiti nani atalimia, msikiti nani ataweka maji, hataki kujua kabisa. Hal yandhuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulali minas sama, je, kuna chengine chochote wanasubiria watu zaidi ya Allah awajie kwenye vivuli vya mbingu? Wal malaikatu, na malaika wake, wa qudhiya al-amru, na jambo limalizwe. Bimaana jambo la dunia tunakimbilia liishe. Si tunakimbilia dunia, huyu ajenge kinyumba chake, huyu anunue ng'ombe zake, huyu anunue pikipiki lake la watu credit, mara mpokonywa limkushinda, si ndio? Wa qudhiya al-amr, na jambo la dunia liishe, kwa sababu dunia ni kama vile boli, ina dakika 90 zinachezwa, kisha linakundwa jamvi, kuna tena mpira. Dunia hii harakati zote kuna siku inakunjwa. Haya, gorofa lako liko wapi? Ng'ombe zako ziko wapi? Shamba zako ziko wapi? Hakuna. Wallahi, mtu anakufa ameacha mashamba kila kona. Malindi ana shamba la ekari 100, Kilifi ana ekari 200, wale kaunti aliba ekari 300 kwa sababu kwa ajili wenyewe sawa, lakini baada ya hapo yuko wapi na shamba hizo? Anazo, yuko kwenye mraba tu saizi ya mguu wake. Yuko kwenye saizi ya mguu hii, kwa sababu ule mwana ndani ni hapo. Zinaeleweka hiyo? Zile ekari 500 ziko wapi? Zingechimbwa zote shimo akabagwa basi akafikiwa nazo. Kwa hiyo jasho lote hili anatakiwa Muislamu aikusanye dunia kwa ajili ya akhira yake. Aikusanye dunia, lakini iwe lengo ile dunia kuikusanya kwa sababu ya nini? Akisikia msikitini microphone imejamu, alete microphone. Generator imejamu, atoe 2,000, tengenezeni generator. Mafuta imekatika 1,500, kwa nini mafuta mjaze generator. Sauti ya Allah isikike. Tunaweza hivyo sisi? Lakini angalia msikiti huu. Huku na kanisa, pale una kanisa, huku na kanisa, huku na nini? Wao wanapigia upande wao, na sisi tupigie nini? Upande wetu. Waislamu hawa walikuwa wanatakiwa huu msikiti wa utunze kwa hali ya juu sana, lianna almasajida lillah, kwa sababu msikiti ni nyumba za Allah yote. Msikiti ni nyumba nani? Ya Allah, sio nyumba ya mtu. Kwa hiyo alikuwa anataka Muislamu wa area hii ahakikishe usafi wa nini? Ahakikishe umeme wa nini? Maadamu umeme bado, generator ifanye kazi. Leo ingekuwa ni mkutano huu wa Yesu ni Bwana, sasa hapa petiki ilikuwa mvumbi hapa, maspika yamedungwa mpaka anafika mbinguni. Lakini sisi tumeshindwa kuchangia shilingi 20 kwa kipindi cha mwaka mmoja, tukanunua maspika yetu, eti tumeshindwa sisi. Yaani tu Muislamu anashindwa kutoka shilingi 20, ambapo 20 kila siku mwezi ni pesa ngapi? 600. Sasa hivyo 600 kwenye watu 30 ni pesa ngapi? 18,000. 18,000 miezi mitatu, pesa ngapi? Takriban 50.
si ndio? 50,000 yale maspika yale ya kupeleka nje kwenye uwanja kama hivyo yanapatikana. Miezi mingine generator inakuja hiji, lakini ha antum haula tudauna litunfiqu fi sabilillah, nyinyi hawa ndio mnawaita waje watoe kwenye njia za Mungu. Yaani nyinyi mnaolingania, hawa waliosikiliza ndio mnawaita waje eti wa support kwa senti zao njia za Allah. Faminhum, wapo kati ya hao mnawaambia toeni, ambao ni wagumu, serious, wagumu sana. Waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsi, na atakayefanya ugumu anafanya nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo unapata kwamba ile dini inakuwa na uzito kusonga, kwa sababu kila mmoja kashafunga zile senti zake na rubber band hapa juu hivi, katia kafunga huku chini mpira alafu na huku, yaani huku isianguke na huku isito. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa ishara za ujio wa Dajjal ni maisha kuwa magumu na njaa kuongezeka na makafiri kwa wengi na kushinda kwao, kwamba wameshinda, wakiweka mkutano wao ni mkubwa zaidi ya wetu, wakifanya masala ya matibabu wao ndio wanaongoza, ikija masaili ya kielimu wao ndio wanaongoza, ikija masaili ya kimaendeleo wao ndio wanaongoza. Yeye unapata sehemu kikao Waislamu watupa haienuki kimaendeleo, haienuki kabisa, mpaka wachanganyike na wengine. Sinafahamika hii. Utasikia zona duka wala na pamba lila. Duka wala na mchuko lila. Duka la mjaluo lila. Nyinyi mlikuwa mko wapi? Fayakhruj, hapo kifika kipindi hicho Dajjal atatoka sasa, wayadai salah al-awwalan, atadai kutengeneza hali ya maisha kwanza, kwamba yeye ndiyo anayefaa kuongoza ulimwengu. Mambo ya ugumu wa uchumi, njaa, tumalizane nayo, sawa. Soma nubuwa, kisha atadai utume baada yake. Soma rububiyya, kisha adai uungu baada yake. Wayaqulu linnas ana rabbukum, kisha atakuja aseme mwisho kabisa, mie ndio mlezi wenu, mola wenu. Wa ma'ahu ta'amun, wakati huo ana chakula, wewe huna chakula, shamba lako halioteshi kitu, hauna chochote unachotegemea katika maisha, hakuna. Hapo kila kitu kwisha, hakuna tomato, hakuna cabbage, hakuna mahindi, hakuna pojo, hakuna chochote. Dajjal na vyakula vyake. Wa sharabun, anayo maji. Wa umuru shaitaniya, na mambo mbalimbali ya kishaitani yako na yeye. Khariqatun, yenye kudidimiza. Fayuftanu bihi kathiru minan nas, hapo watu wengi watafitinika, hapo watu wengi watateleza, kwa sababu hakuna chochote nyumbani, watoto wanalia njaa, mke analia njaa, mambo yamefisidika, na yeye ndio anayemiliki. Hata leo ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu nini? Si njaa, si ndio? Wangapi wamepigiwa simu, mimi niko Nairobi naenda zangu Oman, wewe tafuta mke. Wangapi washafanya hivyo? Si ndio? Hawa anaondoka vizuri, kashapiga mwezi mmoja tu kule, tafuta nani? Njaa. Wakati huo watu wengi watafitinika. Ikiwa jambo tu la Saudia na Oman na Qatar limefitini, ndoa zimevunjika,
Watoto wanachukuliwa ndio pelekwa kwa mama huko, mke anashukia kwao bwana. Unajua baada ya miezi 6. Unajua baada ya miezi mingapi kwamba alirudi na akaenda tena? Je, akija Dajjali sasa hapa kuna mke kweli unaye hapa? Kama sasa hii bado ni maandalizi tu, tayari ndoa zimeshaharibika. Ni maandalizi tu, kwa sababu sio kwamba tu wanaume hawajui kutafuta. Hapana, system ya ulimwengu inavyokwenda iko automatic kwa sababu ya maandalizi ya nani? Ya Dajjali kufika kwake. Kwa namna yoyote unaweza tumia kasi kubwa kutafuta ili familia yako ikae vizuri, lakini vishindikane. Sio kwamba tu hujui kutafuta, lakini system ya dunia hakuna hicho cha kutafuta, hakuna. Sinafahamika hiyo? Kile kinachotafutwa hakipo. Kwa hiyo ule uchumi dunia inautengeneza kwamba mwanamke ndio awezeshwe. Mwanamke kwenda Saudia ni bure, mwanamume pesa nyingi sana. Na ima aenda masiende. Niambie, idadi ya wanawake wanaosafiri na wanaume wanaosafiri nyingi kubwa ni gani? Kwa hiyo unapata nyumba nyingi, ukipata bati zinawaka nyumba za kina nani? Za wanawake. Wazee, si hivyo? Hizi bati nyingi hizi nyumba za noma hayo. Sawa. Ima waliosafiri ama vikundi, na hizo vikundi zinabezishwa kwa kina nani? Ili sasa yeye ndio awe kusema pale. Sasa unatunza tu. Ndugu zangu, yote hii ni maandalizi ya bwana huyu ad-Dajjal ambaye Mtume alayhi salatu wasalam alimzungumzia. Hadith inakuja ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anasema tulikuwa sisi natahaddathu bihijjatil wada'i, tunapiga zungumzo na story tukizungumzia masala ya hijjatul wada', wan nabiyyu baina adhuhurina, na mtume tukiwa naye kwenye vikao hivyo, tunazungumzia masala ya hijjatul wada', naye mtume yuko hapo anasikia. Wala nadri ma hajjatul wada'i, tunaizungumzia hiyo hija kuaga ya mtume, lakini sasa hatujui ni hija gani, hatujui itakapokuwa. Sawa, anasema lakini nilipofikia story hizo, mtume fahamid Allah, mtume akaanza kumhimidi Allah. Ataka kuwasomesha sasa wanatangatanga hao, acha nipatie ilmu. Wa athna alayhi thumma dhakara almasih ad-dajjala, mtume kwenye mkao huo akamsifu Allah, innal hamdalillah nahmaduhu, baada ya za masahaba zile za hizbu wada. La kwanza mtume akamtaja masih ad-dajjal kwenye kikao, fa atnaba fi dhikrihi. Abdullah bin Umar anasema mtume akamtaja dajjali kwa urefu, yani kwa kina. Waqala, kisha akasema mtume, ma ba'atha Allahu min nabiyyin, hakuna nabii yeyote aliyetumilizwa na Allah, illa andhara ummatahu, isipokuwa kila nabii alionya umma wake juu ya huyu jamaa ad-Dajjal. Wa andharahu Nuhun wan nabiyuna min ba'di, hata nabii Nuhu alimzungumzia kwa onyo kali kwa watu wake na manabii waliokuja baada yake Nuh. Wa innahu, na hakika Dajjal, sayakhruju fikum, atatokezea kwenu nyinyi, bimaana kwenye huu umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam. Fama khafiya alaykum min sha'ni, na akishatokezea atakuwa hajajificha kwa lolote kwenye jambo lake. Kwa sababu gani? Mtume atamtaja sifa zake. Kwa hiyo akija akitokezea, nyewe mtakuwa mnajua huyu ndio yule tuliye bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Falaisa yakhfa alaykum inna rabbakum, kisha mtume akasema hakika mola wenu, laisa ala ma yakhfa alaykum, yani mola wenu siye mwenye kujificha kwenu, kwa sababu Allah amejieleza. Tumepata klasi za alfajiri hapa namna Mwenyezi Mungu alivyojieleza. Kwa Muislamu anatakiwa mjue Allah kweli. Tunafahamika hilo.
Mtume akasema, inna rabbakum laysa bi'awara, hakika Mola wenu sio tongo. Tetemeko lake, vitisho vyake, majaribu yake Dajjal yanatelezesha sana, na yatakuja kuwatelezesha wengi zaidi ya matatizo wapi ya kaburini. Bal wa min kulli fitan, bali Dajjali ana balaa zaidi ya fitna zote. Wama min fitnatin illa wa hiya maqdamatun li fitnatihi, na hakuna fitna yoyote ambayo kwamba itakuja kuzidi ya Dajjal. Hakuna. Hadith an Asma bint Abi Bakr, hadithi ambayo inatokamana na Asma binti ya sahaba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, annaha qalat, amesema Asma, ataitu Aisha zawja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilienda kwa Aisha mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, nilienda kwa Aisha mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam.
Kwa hiyo Asma bint Abubakar anasema nilienda kwa mke wa Mtume Aisha radhiallahu anha, hina khasafati shamsu, wakati ambapo jua lilishikwa. Fa idha an-nasu qiyamun yusallun, nilipofika huko nikapata watu wanasali. Wa idha hiya qa'imatun tusalli, nami nikampata Aisha mke wa Mtume naye anasali. Faqultu ma linnas, nikasema watu wana nini, kuna shida gani? Fa asharat biyadiha nahwa as-samaa, Aisha radhiallahu anha akamwashiria Asma bint Abubakar mbinguni. Tunajiuliza, je, ukiwa ndani ya sala unaweza motesha mtu kitu? Na unaweza kumwonyesha mtu au kutoa ishara ya kumwonyesha mtu mimi na swali? Kwa hiyo aliposema mali nas, ile mshangao msikitini, watu wanasali huku Aisha amesema wanasali, watu wana shida gani? Fa asharat ilay nahwa as-sama, kama watashea mbinguni. Tunzako tuliko sawa. Waqalat subhanallah, faqultu ayatun. Asma anasema nikasema subhanallah, yani Aisha ndiye aliyesema subhanallah, yani Mwenyezi Mungu ametakasika. Asma anasema nami nikasema ayatun, je, hii ni alama, ni aya? Kama hadithi itakuja ya kwamba kushikwa kwa jua na kushikwa kwa mwezi ayatun min ayati Allah, kushikwa kwa jua na mwezi ni ishara na alama na mazingativu miongoni mwa mazingativu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema ayatun, hii ni alama, Asma huyo anamuuliza Aisha yuko ndani ya nini? Ya swala. Akasema naam, ndio. Katika mlango fulani kwenye kitabu cha fiqh sunna, fiqh ipo mlango pale, tamko moja ndani ya sala halivunji nini, lakini tamko la udhur, sio story. Tamko la nini? Mfano imam amekwama hapa, subhanallah, hajui hii ni ya kurukuu, ni ya kusujudu, ya nini, kachanganyikiwa. Yani si yetu tunasema subhanallah hapa nyuma, labda arekebishe, lakini imam akawa hajui anarekebisha wapi. Anaweza sema mtu hapo irka, sawa, au usjud, sujudu bana, moja tu usjud sawa, tamko. Kwa hiyo Aisha anamwambia Asma bint Abubakar alipoulizwa ayatun, hii ni aya, ni alama, ni ishara? Kamwambia ndio. Faqumtu hatta tajallani al-ghash, Asma anasema nikasimama, watu wanasali kisimamo kirefu, mpaka nikapatwa na ghashi. Ghashi ni aina fulani ya kuzimia, yani kupoteza fahamu. Anasema waja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an, ikawa sasa najimwagia maji, najitupia maji kwenye nini, kichwa changu. Yani ghashi huu nimepatwa na kama kupoteza fahamu na usingizi, simame baba na kuka, nimwagia maji kidogo.
kwenye kisimamo, kwa sababu swala hizi inasoma sana, swala ndefu sana. Falamma sarafa Rasulullah, alipomaliza mtume wa Allah, hamida Allah wa athna alayhi, alimsifu Allah na akamtukuza Allah. Thumma qala, kisha mtume akasema, ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha. Anasema mtume, ma min shay'in, hakuna kitu chochote, kuntu lam arahu, ambacho kwamba nilikuwa sijakiona, illa, ambacho kwamba nilikuwa bado sijakiona, illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha, lakini kitu hicho nimekiona kwenye kisimamo changu hiki. Kulikuwa na kitu nilikuwa sijakiona, lakini leo kwenye kisimamo hiki hicho kitu ninakiona. Hatta aljannata wan nar, hata pepo na moto ninauona. Nilikuwa sijauona, lakini leo nafanya nini? Ninauona. Walaqad uhiya ilayya, na napatiwa wahyi, nafunguliwa wahyi hapa, annakum tuftanuna fi quburin, ya kwamba nyie mutapewa mitihani migumu kaburini. Napewa wahyi mimi hapa kwenye kisomo hiki ya kwamba kaburini mutajaribiwa kweli mitihani, mithla au qariba min fitnati dajjal, tena fitna nzito nzito ambazo mfano wa fitna za Dajjal au zinazokurubiana fitna za Dajjal. La adri ayya dhalika, Asma anasema sijui sasa hapa fitna kali kabisa, mitihani mikali kabisa ni ya Dajjal wala ni ya kaburi, sijui ni gani hapa sasa. Asma anasema yu'ta ahadukum, ataletwa mmoja wenu siku hiyo ya kaburini, fayuqalu lahu, kisha ataulizwa, ma ilmuka bihadha ar-rajuli, ufahamu wako kwa bwana huyu ni ipi, unamjuaje Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa amma almu'minu aw almuqinu, ama yule mu'min, ama yule aliyekuwa na yakini ya Allah, la adri ayya dhalik, qalat Asma, fayaqulu huwa Muhammadun. Rawi alhadith anasema sasa sijui Asma alisema nini, lakini mtu atasema ya kwamba huyu mtu ni Muhammad Rasulullah, jaana bilbayinati, alitujia na mambo ya uwazi, mambo ya ukweli, mambo ya ukweli kabisa ndio tuletea mtume wetu Muhammad, walhuda, na uongofu. Faajabna, tukaitikia, wa amanna, na tukaamini, wattaba'na, na tukafuata. Kwa hiyo kuna kuitikia ambao ni la ilaha illa Allah, kisha kuna kuamini, alafu kuna kufanya nini? Kufuata. Fayaqulu lahu nam salihan, wale malaika watamwambia lala ukiwa mwema pale kaburini. Nam salihan, lala ukiwa mwema. Kama ulikubali uwepo na ukweli wa Muhammad, ukamwamini, ukaitikia na ukafuata, basi pumzika ukiwa mwema, subiri kiyama. Faqad alimna in kunta la mu'minan, sisi tumeshajua kwamba wewe ni mu'min. Wa amma almunafiqu, ama yule mnafiq, au almurtabu, ama mtu wa kwenda mbele nyuma, leo ni Muislamu kesho ni mjeso. Na la adri ayya dhalika, qalat Asma, fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, kwamba mimi duniani sikia watu wakisema tu Uislamu nikasema hivyo hivyo juu. Kusudio la hadithi hii ni kuonyesha au kukaribisha
fitna za kaburini na fitna za Masihi Dajjal, ya kwamba a'dha fitna ala itlaq, fitna kubwa zaidi kwa mkato zinazotangulia ni fitna za Dajjal. Nikimalizia, makhafatu sahaba, uoga wa masahaba, min fitnati Dajjal, kutokamana na vituko na fitna za Dajjal. Kana sahaba radhiyallahu anhum ahras an-nas ala al-khair, sahaba wa mtume walikuwa wao ni watu wenye pupa kwenye khair, ni watu wenye more kwenye khair, ni watu wenye juhudi kwenye masala ya khair. Kama ni funga wakifunga, kama ni swala wakiswali, kama Qur'ani wakisoma, yani ni watu si wavivu kwenye jambo la dini. Hao ndio masahaba mtume, na hivi ndivyo mtume atakiwa awe, mtu atakayewa awe. Yani Muislamu atakiwe awe mtu wa pupa juu ya Uislamu wake, anawania kwa sababu umri wake mdogo. Sio masala ndabya mondo mino tabya mondo abana da zetoka mino hayo karema. Hapana, kwenye dini hamna kuchoka, hamna. Anatakiwa Muislamu leo apate aya 2, kesho apate aya 1, kesho hadithi 1, mpaka wakati wake mauti. Sio kwamba kongamano limekuja hapa hujafika, lakini ukisikia liko Mbuguni pia uendi, yuko Bahakanda huji. Hizi ndizo sehemu ambazo unakwenda kunukuu imani ya dini yako, unakwenda kuongeza kitu. Yule atakayebakia hapa leo ama kuanzia jana, leo na hata kesho ni tofauti na mtu ambaye hajafika, tofauti kabisa. Na kwa wale ambao wako mbali na misikiti, kwa sababu huku ni mbali na misikiti, sio kama mjini. Mtu anaweza tembea kilomita 2 ama 3 kufikia msikiti. Sasa bado haijakuwa tatizo na kuswali, bado. Cha msingi uhakikishe unaijua swala yako kipeke yako kwanza, ili popote unapokukuta unafanya nini? Mtume anasema ju'ila liya al-ardu masjidan wa tahura, imejaliwa kwangu mimi ardhi yote ni msikiti na tahara kwa kufanya ibada. Hata pale shambani pale unalima kabisa, lakini kishafika time ya sala, Mtume ambaye sahaba wake, inni araka tuhibbul ghanam wal badiya, mimi nakuona wewe ni mtu unapenda sana mbuzi na mambo ya mashambani bwana. Ni sahaba bwana Mtume. Fa idha kunta fi badiyatika fi ghanamika wa badiyataka, utakapokuwa umekazana na kuchunga kwako mbuzi zako, ng'ombe zako, ngamia zako, na uko shambani kwako, fa adanta lis-salah, ikafika nyakati za swala, unayafadhili, farfa sautaka bin nida, enua sauti yako kubwa ya adhabu. Uko wapi hapo? Shambani. Mtume atoa amri kumwambia sahaba wake, ikifuata masala, enua nini? Sauti ya nini? Mshawahi kusikia mtu analima kwa nadhini kwa kelele huko? Shambani. Au ng'ombe ziko pale zinalisha, yeye hapa akasala Allahu akbar, Allahu akbar kubwa. Hata koma vipi? Mani mtoka bwana. Bagizi. Akafuna bagia tena, si ndio? Lakini Mtume atoa mafundisho ya kwamba mimi ninakuona, ninakufahamu kwamba wewe unapenda sana mambo na ufugaji. Sawa? Na ni mtu unapenda sana mambo ya shamba. Ukiwa kwenye shamba lako na mifugo yako, imefika time ya sala unapoadhini, farfa sautaka, enua sauti yako ya adhana. Kwa nini? Fa innahu la yasma' madda sauti almuadhdhin, hakuna chochote kitakachosikia urefu, ukunjufu wa sauti ya muadhini, illa shahida lahu yawm alqiyama, isipokuwa kitakachosikia kitashuhudia kiyama. Yale mahindi, zile pojo, zile kunde, vote hivyo vitasema jamaa alichapa adhana kwa kweli huko. Kisha Mwenyezi Mungu utakapoadhini anawaambia malaika zake, undhuru abdi hadha, mtazameni mja wangu huyu. Yuko wapi? Yuko shambani peke yake, msituni na mbuzi zake bwana. Yuadhinu thumma
yusalli, anaadhini kisha anasali, fashhadu, ushuhudieni kwamba huyu hafanyi hivi ila ananiogopa mimi, huyu hofu yake ni mimi. Shuhudieni anni kad ghafartu lahu, mimi namsamehe kila kitu. Swala hii alafu mtu anazembea. Kwa hadithi hii kwa watu wa mashambani ndio mahali pake sasa, lakini kule Likoni na mjini misikiti ni mingi mpaka inapiga na busu mingi mpaka yagiana. Nyumba 3 msikiti, nyumba 3. Mimi pale nyumbani kwangu nachagua niende hapa, yani msikiti nyumba yangu hiyo, ama niende hapo mbele kidogo nyumba 2 msikiti, ama niende hapo Mzinaweza nyumba 3 msikiti, nachagua. Yani sehemu kama hii ina misikiti kama 20. Kuna msikiti Madina, kuna Khairati, kuna Mzinaweza, kuna Mashame, kuna Masjidi Sakina, kuna Masjidi Firdaus, Masjidi Swafa, kuna Darus Salam, yote mpali pamoja. Hakuna msikiti ambao umebeba zaidi ya nyumba 20 mwingine. Hata nyumba 20 hivi uende afu msikiti mwingine. Kwa pale Waislamu wanachagua ni adhuhuri salawat za Mashame, alasiri ya swala Mzinaweza. Sasa magharibi na swala kule kuna imamu anaswali sauti nzuri. Sasa kuna kupoka sauti sasa. Unachopoka nini? Kama basi mkienda swali pale magharibi pale sauti yake nzuri ile imamu acha swali huko. Na ni bado unatembea hata maji ya udhu utawadha nyumbani hakauki. Kwa hadithi hii tuliyosoma inafanya kazi wapi? Huku ambako umetoka 3 kilometers. Umetoka kule kutana ni maziwa malegu. Balomani. Balomani. Sasa kutoka Balomani mpaka msikiti uko wapi? Ama huko katikati? Sasa wewe uko Balomani unakuja msikitini adhuhuri huko. Pale pale unaitwanga kama katikati ya soko pale. Kuna siku tumeenda baharini kule banda msikiti. Bana tutadhi majabali hapo fundi kitwanga swali wakamba watu wanashangaa. Swali baharini bwana. Ufuoni moja pige tu swali hapo. Kwa sababu zaidi kutembea kufika kule msikitini zindage 20 nzima swala tushaikosa tuswali hapa. Kwa hiyo maadamu uko pale Malomani msikiti hakuna swali wapi? Hapo ardhi yote ni nini? Chukua udhu wako hapo. Tafuta tu kiambaza cha nyumba hapo. Eka kizuizi mbele yako hapa pakipita mtu asikupatie swala yako, piga swala hapo. Leo Waislamu wana haya pa kumtukuza Mola wao. Na kutapata Wakristo wameweka disco katikati ya barabara wanaruka kweli kweli hapo. Na hawaogopi kitu. Kwa ndugu zangu, nafikiri masahaba walikuwa ni watu wenye hofu sana juu ya fitna za Dajjal, na wao walikuwa ni watu wenye pupa ya khairi, pamoja na bidii yao na pupa yao ya khairi, lakini wanaogopa habari za nani? Wa ab'ada an-nas 'anil fitan, na walikuwa ni watu ambao wako mbali kabisa na fitna hizo. Wa min dhalika khawwafahum 'ala salamati dinihim, pamoja na hiyo mtume aliwahofisha kwa sababu ya usalama wa dini yao. Leo sisi ambao matatizo ndio yameshatuanza ndio hatujali kabisa leo dini. Tujali kabisa. Kwa sababu matatizo na mitihani ya Dajjal ishaanza, lakini ndio tumekafika kabisa na hiyo dini. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri anasema kunna natanawabu Rasulullah, tulikuwa sisi tukipishana juti ya kumlinda mtume, kwamba mtume amepumzika hapo ndani, sisi tunapishana juti. Anakaa huyu macho kisha mwingine analala kidogo na mwingine anakaa macho kama hivyo. Anasema fanabitu indahu, tukilala kwa mtume. Takunu abu hajatun, huenda mtume akawa na haja yoyote kwetu, anataka atume kitu, ana agizo lolote, au yatrukuhu amrun min al-layli, au jambo lolote litamtokea mtume na usiku.
Kwa hiyo sahaba wanasema tulikuwa tukipishana juti sisi kwa mtume, kama ana chochote atakakuagiza au jambo litamtokezea usiku, sie tuko fayab'athuna fayukthiru almutahassibina wa ahlu nuwabi. Mtume akituagiza kwamba ulinzi uongezwe, fakunna natahaddathu fakharaja alaina rasulullah min al-layl faqala. Sasa ule ulinzi kuongezwa, tupata kampani sasa, tukao watu watatu hapa, wengine watatu wako nyuma ya nyumba, wengine watatu wako huko. Sasa tupiga story sasa. Mtume anasema, sahaba huyu akatokea mtume sisi na usiku, ma hadhihi najwa, ni minongono gani hii? Kuna story za nini huku leo? Alam anhaakum an najwa, kwani sikukatazeni mimi juu ya minongono? Qala qulna natubu ila Allah ya nabii Allah. Sahaba akasema, sisi bana hatunongoni bana, tunatubia kwa Mwenyezi Mungu, tunaleta istighfari sisi bana, sio minongono ya kusengenya hii. Inma kunna fi dhikri almasihi faraqan minhu, sisi tulikuwa tunazungumzia habari za Dajjali kwa sababu ya kuogopa fitna zake. Mtume akamwambia, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum, je, nisikuelezeni kitu ambacho kinaogopesha zaidi ya huyu Dajjal nimemzungumzia? Min almasih indi, zaidi ya Dajjali kwangu mimi, nisikupatieni jambo ambalo ndilo baya zaidi ya Masihi Dajjal? Qala qulna bala ya Rasulullah, tukasema kwa nini tufundishe jambo hilo? Ashirku alkhafi, Mtume akawaambia jambo linaloogopesha zaidi ni shirki yenye kujificha, shirki ndogo, shirku asghar, shirki ndogo hiyo. Sio, mnafahamu shirki ndogo jamaa? Arriyau, kujionyesha kwenye ibada, ima sala, ima saum, ima Qur'ani, ima adhan. Ikawa mtu akija kwenye adhana, kama hakuna mikrofoni ya adhini, wakakula nyuma, akiwa na mikrofoni afanya kazi atakayei. Simeleweka hiyo? Mfano, siku moja salatul maghrib, kijana mmoja ameingia msikitini, hafidh Qur'an, kataka kuswalisha, ghafla umeme ukaenda. Bima mikrofoni afanya nini? Alikataa kuswalisha. Alikataa kufanya nini? Sasa wewe mwanadamu mwenye kichwa salama, unajua ametaka nini? Hatosikiwa, sauti haitotoka, alikuwa anataka. Meleweka hiyo? Arriya, kujionyesha katika jambo lolote la kheri. Hii ndio hatari zaidi, kwa sababu wengi waswaliji, wengi maduati, walinganiaji, mashaikh wengi wana ugonjwa, ndio maana hata mkawaita mara 100 hapa hawaji huko. Nani atawaona sasa? Kuna tajiri hapo? Kuna chupa maji hapa mno wote? Mno wote kwa wapi hapa? Huu ndio mbaya zaidi ya nani? Ya Masihi Dajjal. An yaquma ar-rajulu, shirki iliyojificha ni hii, asimame mtu yaamalu limakani rajulin, anatenda matendo mema kwa ajili ya mtu, sio kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mtu, ima kwa ajili ya watu. Anaadhini watu waseme mashallah, anasoma Qur'ani nasikie mashallah, anasali ili watu mashallah. Hii ni hatari sana. Na sisi Waislamu tuepukeni sifa za kusifu watu, tuepukeni sana sifa hizi, kwa sababu Mtume anasema watieni mtanga kwenye midomo yao wale wanaokusifuni. Kama unataka kusifu zefu, mtie mtanga kwenye nini?
Utakubali utamtanga shekhe? Au usisifu mtu? Kwa sababu utamjengea jambo baya kwenye moyo wake. Na yule anayesifiwa anatakiwa aombe dua kwa Allah, Allahumma la tuakhidhni bima yaqulun, Allah usinichukulie kwa yale watu wanaosema, watu wanaonisukumia mema matupu, tuna sifa nzuri tu. Waghfir li ma la ya'lamun, kisha Allah nisamee wasiyojua. Inafahamika hivi. Yule anayesifiwa yule anatakiwa asome dua. Mwenyezi Mungu usinichukulie kabisa kwa yale watu wanaosifia nayo, na wasiyojua nisamee, kwa sababu nina mambo akiyajua wasifu tena. Sinaeleweka hivi. Walakin satrullahi a'zam, sitara Mwenyezi Mungu ni kubwa, ametuziba kila mmoja na pazia yake. Wewe mwenyewe ndio utakuiondoa. Naam, insha Allah taala tutakomea hapa, lakini Mtume alayhi salatu wasalam na manabii wote walionya umma zao, watu wao, juu ya fitna ya Dajjal, na masahaba nao walikapata hofu ya Dajjal, mpaka mwisho Mtume akawaambia kuna kubwa zaidi ya hili, arriya au shirku khafi, shirki iliyojificha, kwamba mtu anafanya matendo kwa ajili ya mtu, sio kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ni kwa ajili ya Allah, basi msikiti tuchungeni huu, tuswalini hapa. Kama tuko shambani, tuswali pale shambani sababu na msikiti. Tukirudi majumbani, tujeni wapi? Msikitini. Na Ijumaa ni wajibu. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, ikija swala Ijumaa ikiisha, sasa tawanyikaneni kwenye shughuli zenu za mkaa, za shamba, za ng'ombe, nendeni sasa. Lakini Ijumaa ni wajibu, kwa sababu hapo ndo kutazungumzwa masaili yanayowahusu katika mji wenu. Takomea hapo insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.